Marekani na Iran zimeanza mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kuhusiana na mradi wa nyuklia, huku Rais Donald Trump akitishia hatua ya kijeshi iwapo mkataba hautapatikana. Awamu ya kwanza mazungumzo hayo, ambayo Iran inasema yamekwenda vizuri, yanatarajiwa kuendelea wiki ijayo. Jason Sagini na maelezo zaidi. Wajumbe kutoka mataifa hayo mawili wameanza mashauriano jijini Muscat, Oman, kupitia wawakilishi baada ya Marekani kutaka mazungumzo ya ana kwa ana. Hata hivyo, kulibuka na tofauti kuhusu namna ya kushiriki kwenye mazungumzo hayo yanayolenga kusaidia kupatikana kwa mkataba mpya baada ya Trump kufuta mkataba wa awali mwaka 2018. Iran inawakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi, huku Marekani ikiwakilishwa na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff. Ujumbe kutoka Iran unasema unalenga kupata maelewano yatakayokuwa na manufaa kwa pande zote mbili, huku Marekani ikiendelea kuweka shinikizo kwa Iran. Nchi ya Israel, mshirika wa karibu na wa kuaminiwa wa Marekani, imekuwa ikitaka Tehran kuzuiwa kutengeneza silaha za nyuklia ambazo zinatishia usalama wake. Nchini China, waziri wa biashara Wang Wentao amemwambia mkuu wa shirika la biashara duniani kwamba ushuru wa Marekani utaleta madhara makubwa kwa mataifa maskini duniani. Vikosi vya Israel vimekamilisha kuizingira eneo la Rafah katika ukanda wa Gaza, ambao ni sehemu ya mpango unaotangazwa wa kuleta maendeleo zaidi eneo hilo, ikiambatana na shughuli ya uhamishaji mkubwa wa raia katika eneo hilo. Takriban watoto 500 wa Kipalestina wameuawa kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel huko Gaza tangu Israel ilipovunja makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas mwezi uliopita. Haya ni kwa mujibu wa Mahmoud Basal, msemaji wa ulinzi wa raia wa Gaza. Hali ya utulivu yenye wasiwasi inashuhudiwa jijini Goma, mashariki mwa DRC, baada ya usiku wa kuamkia leo kushuhudiwa kwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Mapiganaji hayo yalitokea ndani ya mbuga ya wanyama ya Virunga katika wilaya ya Nyiragongo. Chube Ngorombi na maelezo zaidi. Usiku wa kuamkia Jumamosi Aprili 12 mjini Goma, ulisikika milio ya risasi nyepesi na nzito katika maeneo ya Ndosho, Kieshero na Mugunga, wakati wa mapigano ya kati ya M23 na Wazalendo ambao wamezua wasiwasi kufuatia mapigano hayo jijini Goma. Sisi tuna wasiwasi juu ya mlio wa mtutu ambayo ililia usiku. Sasa sisi wakazi wa mji wa Goma, sisi tunapenda amani. Kulamuka Goma hapa leo hii tuko nalamuka na wasiwasi, lakini Mungu tu atupe amani. Ile wasiwasi yenye ilikuwa basi ni kuomba Mungu tu vile vitupitie tu ya maana ile. Mchana Jumamosi, shughuli na mzunguko barabarani mjini Goma uliendelea kama kawaida. Huko kati ya pande zinazopigana, M23 walitangaza kushambuliwa na makundi ya Wazalendo jijini Goma, ambapo wanashuhudia ulinzi wa raia. Chube Ngorombi, Goma. Nchini Nigeria, kampuni ya uzalishaji mafuta ya Oando PLC imetambua hujuma aina 3 kutokana katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Bayelsa, kusini mwa nchi hiyo, katika muda wa wiki moja iliyopita. Uharibifu wa mabomba na hujuma ndizo sababu kuu ambazo wakuu wa mafuta kama vile Shell, Exxon Mobil na Total na Eni ulisababisha uuzwaji wake katika eneo la pwani nchini Nigeria. Nchini Senegal, wataalam wamezua gumzo kufuatia kuteuliwa kwa rais wa zamani Macky Sall kuwa katika bodi ya kimataifa ya wakfu ya Mo Ibrahim. Baadhi ya wasomi 60 na maprofesa wa vyuo vikuu wanapinga uteuzi wake na kusema kuwa uteuzi huo utabatilishwa. Nchini Tanzania, tume huru ya taifa ya uchaguzi inasema chama kikuu cha upinzani Chadema, ambayo haijasaini kanuni za maadili ya uchaguzi, hakitashiriki kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Ile lilibainishwa na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhan Kailima baada ya vyama vingine vya siasa kusaini maadili hayo. Chama ambacho hakitasaini maadili haya hakitashiriki uchaguzi wa rais na madiwani utakofanyika mwaka huu na chaguzi zingine zote ndogo zitakaofanyika kwa muda wa miaka 5. Hitimisho, ndugu viongozi wa siasa, maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Hivyo ni muhimu wa pande zote ziweze kuhusika na kusaini maadili hayo.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano Bi Brenda Rupia kimesema hakijasaini kanuni za maadili hayo baada ya kupuuzwa kwa kutopewa majibu ya maandishi kuhusu barua yao rasmi iliyowasilishwa kwa katibu mkuu Disemba 29 mwaka 2024 akielezea mapendekezo na maadili ya msingi ya Chadema kuhusu mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Haya yanajiri pia wiki hii baada ya kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini kufuatia kampeni ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Wanasema haya, wanasema sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya kwa haya tunayosema. Kwamba tukae kimya. Tukikaa kimya mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wamemkamata Lissu, wamempa kesi ya uhaini. Nataka niwaambie, mimi John Heche alichokuwa nakisimamia Lissu nitakisimamia kwa nguvu zangu zote. Hatutarudi nyuma. Wanasema sisi Chadema tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani bwana Fani? Hatutaki askari muhusike kuiba uchaguzi. Tunakataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya huo uchafu. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi. Ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu, kampeni ya no reforms no election itaendelea bila kurudi nyuma. Kama watataka watupige risasi, wakitaka watuue. Wanatuambia hivi, leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi. Kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Hao wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kailima una maadili gani wewe? Watu mnaoiba kura mna maadili gani nyinyi? Kuiba uchaguzi ni maadili? Kuiba kura ni maadili? Hatujaona polisi wanaingiza kura kwenye masanduku. Si tukashiriki kwenye ujinga huo? Tumekataa. Sasa ndugu zangu, tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi. Afande, mimi nimeanza kugombea ubunge niko mwaka wa pili chuo kikuu. Na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election Tarina pale? Wasubutu. Wana uwezo huo? Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo naweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka 100 nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo. Tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Watu wetu wanaishi kwenye umaskini wa kutengeneza na viongozi wa bovu. Vijana mnaishi kwa kufanya betting katika nchi ambayo mlipasa nyie mwe mnaenjoy dunia. Dunia nyingine, unaenda nchi kama Norway, watu wake wanapewa child support. Wanapewa support na serikali, wasiokuwa na kazi kila mwezi wanaingiziwa hela. Sisi tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5, watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rattles, in abundance of water a fully thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Unawezaje kuwa na kiu wakati uko katikati ya ziwa Nyasa? Zambia itaanza tena ujenzi wa umeme inayoshughulikiwa ama inayohangaishwa na Afrika Mashariki na kuunda moja ya soko kubwa la nishati duniani. Mradi huo unaunganisha Zambia na Tanzania unatarajiwa kuanza mwezi huu huku ikikadiriwa kukamilika mwaka 2028. Mradi wa dola milioni 320 wa kuunganisha umeme wa Zambia na Tanzania unafadhiliwa na Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya na taifa la Uingereza. Ripoti mpya ya taasisi ya athari za afya imefichua kwamba uchafuzi wa hewa unasababisha karibu 30% ya vifo vya watoto wachanga katika Afrika Mashariki. Uchafuzi huu unasababishwa na kuenea kwa matumizi ya nishati kama vile kuni, mkaa na makaa ya umeme kwa kupikia na kwa mwangaza nyumbani.